Hebu hebu msikilizaji, chukulia hapo kama wewe ndo Lucas. Na hapo hebu labda wewe, kwa mfano wewe wa kiume, labda kwa mtoto wa kike sijajua sana mambo yanakuaje. Lakini chukulia wewe ndo Lucas. Uko zako hapo kwenye uko umeenda na mtu, mko zako sehemu, mshafika site. Mnataka kuendelea na shughuli zenu za msingi kabisa, na mshaanza ile mambo ya hapa na pale. Si unajua ile mambo yenu ya hapa na pale mshaanza vizuri, alafu ghafla unashangaa tena simu inaingia. Alafu ile simu inakatisha kiasi kwamba inasababisha sasa michezo yenu ile inabidi iachwe. Hivi ungejisikiaje? Bila shaka ungejisikia vibaya sana. Unajua hizi simulizi bwana unazisikiliza, lakini nafikiri inabidi uwe na kitu fulani unakichukua hapo. Mimi ngoja niwape issue fulani. Mimi ngoja niwaambie kitu changu hapo, sababu mimi si wa kiume. Ngoja niwaambie. Washikaji, ukiwa una hamu zako za kufanya michezo yako hiyo, unahitaji kucheza mechi za kikubwa, ushasikia? Ile unataka kuingia kwenye ligi, mimi nikupe akili bwana. Ili kuepusha mambo kama haya ambayo yaliyomtokea pale bwana Lucas. Kitu cha kwanza, zimeni simu zenu. Au kama sio kuzizima, basi wekeni plane mode. Weka plane mode ile pale ya plane mode, mtulie kimya. Ili mahali ambapo mlipo kuwe na utulivu, kusiwe na kitu chochote kinachosumbua. Hapo bwana, hata kama uambiwe kuna mtu ni mgonjwa, wewe huwezi kupata. Yaani huwezi kuipata ile taarifa mpaka utakapomaliza. Mkimaliza ratiba zenu, ligi imeisha, basi hapo ndo mnaweza mkaamua kuwasha sasa simu. Ile kisikutokee mambo ambayo yalimtokea Lucas. Lakini bana, sio issue sana. Hatujui kwamba Lucas mambo yalikuwaje baada ya ile kupata mstuko ule pale, akiwa anajua kabisa sasa hivi anakula vitu vya msingi pale. Alafu ghafla Binivu akashangaa tena, mbona kama mambo yamebadilika kabisa. Sasa hatujui ni nini kiliendelea, lakini hapo ni mahali ambapo tulipoishia wakati Lucas akiwa amekutana na mambo ya hapa na pale, akiwa yuko na Dr. Garissa kule ndani, alafu anashangaa tena mambo yamebadilika. Sasa tusiende sana huko. Hizo ni akili tu ambazo mimi nakupa mbinu za kivita hizo. Hiyo ni vita bana ya Israeli na Iran. Ni mbinu hizo nimekupa. Sasa karibu tuweze kuendelea katika sehemu hii ya 5 ya simulizi hii. Najua unatamani sana kufahamu ni nini ambacho kilichoendelea, lakini nikukumbushe sana, kama hujabonyeza neno subscribe, basi angalia chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo, bonyeza neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia, upate simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia utapata simulizi zingine mbalimbali, kwa sababu hapa simulizi ni kama mvua, yani ikitoka hii inakuja hii. Kwa hiyo usikae mbali. Okay? Karibu sana katika sehemu hii ya 5. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Karibu sana, tuende pamoja. Nilimwangalia Dr. Garissa pale jinsi ambavyo alivyokuwa. Hali ambayo niliyomkutana nayo ilionyesha kabisa kwamba yuko kwenye hali ya kukata tamaa. Ni mtu ambaye amepata stress fulani hivi. Hata mimi ile hali ambayo na mimi ilikuwa imeshanikuta, hali ya kuchangamka kutokana na ule mvinyo ambao niliokuwa nimekunywa pale, nilijikuta ikiwa imeondoka ghafla. Sikujua ni nini ambacho alichokuwa anazungumza kule kwenye simu, lakini reaction ambayo aliyokuwa ameionyesha pale ilionyesha kwamba ni lazima kuna jambo ambalo haliko sawa. Alibaki pale akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Basi tu jamani. Sijui itakuwaje. Sasa mimi pale, unajua muda ule tayari sasa zile processes za kupiga kazi, za kuanzisha mechi zilikuwa zimeshaisha. Lazima sasa pale nikajisogeza karibu, nikaanza kumuuliza, shida ni nini? Yani baby wewe acha tu. Mungu wangu. Unajua yule pale, yule mama yule ananiita mimi baby ujue. Lakini mimi sikujali, nilichokuwa nawaza sana, nilikuwa nataka kufahamu shida ni nini. Hebu niambie, kuna shida gani kwa mpenzi? Unajua kuna mambo ambayo hayako sawa yametokea huko kwenye department yetu, na ni mambo ambayo yanaweza yakacheza na vibarua vya watu, na sio kuvibarua tu, yanaweza kaleta hatari sana hata watu wengine kwenda kusimama mahakamani kutoa ushahidi. So
sijajua kuna mtu mmoja huyu ambaye anategemewa hapo. Akitokea anaweza akatoa maelezo ambayo yatatupa mwanga ni nini kinaendelea. Vipi, kuna hela zimepotea? Kuna mambo mengine ambayo kitaaluma yetu si vizuri kuyasema, lakini ndo kama hivyo tu, kuna mambo hayako sawa. Okay. Mimi nimekuelewa, maana yake kuna mambo ambayo ni ya kiofisi zaidi. Ndio hivyo bana. Sasa kuna mtu mmoja huyo mkuu wetu pale. Unajua kuna mkuu, lakini kuna wakuu wa sekta tofauti tofauti pale ndani ya idara. Sasa ndivyo ambayo tunasubiri hapo, huyo akitoa kauli yake ndio itatupa mwanga kwamba department ni nini kitaendelea pale. Okay. Sasa ninafikiri hatuwezi kukaa tena huku sana. Hapa nimevurugikiwa kabisa. Ninawaza tuweze kuchukua ndege tuweze kurudi bara haraka sana iwezekanavyo. Msikilizaji, alipoongea vile, mimi kusema ukweli nilichoka. Niliumia sana kwa sababu nilikuwa nimepania sana. Nilikuwa nimesema hii ninakwenda kumchezesha kidalipo cha hatari sana. Nilikuwa naona kama huku nilivyokuwa nikimchezea huku bara, naona kama michezo niliyokuwa namchezesha labda alikuwa hajaridhikia sana. Nilisema sasa hapa lazima nifanye utaratibu wa kuichezea vibaya mno. Lakini sasa katika hali ambayo ni ya kustua, ndo kama hivyo tena. Ananiambia kwamba tunapaswa turudi bara haraka. Nilibaki pale nikiwa sijamjibu chochote, nilibaki nikiwa nimemwangalia, lakini kusema kweli nilibidi disappointed vibaya mno. Aliniangalia ni kama alifahamu kabisa kwamba na mimi nimekuwa disappointed. Akaniambia, mbona sasa umenyong'onyea sana mpenzi? Hapana. Inabidi nikubaliane na hali zote kwa sababu sasa kama ni dharura tunafanyaje? Lakini ungetamani tukae huko kama siku ngapi? Sijajua kwa upande wa wewe. Mimi ukiniambia kukaa huko siku ngapi, ningetamani tukae hata siku 3 mpaka 4. Hebu ngoja kwanza niwasiliane na mtu mmoja hapa, alafu tuangalie inakuaje. Ikiwezekana tuendelee huko. Unajua bwana, hata mimi natamani sana nikae na wewe huko ili uweze kunimaliza vizuri ninavyohitaji. Nahitaji unionyeshe kila kitu ambacho ulicho nacho. Hebu ngoja nijaribu kuwasiliana na mtu hapa. Dr. Garissa pale alishika simu yake na hakupiga, alituma message. Niliona jinsi ambavyo ile message ilivyokuwa inaenda, na pale niliona kukiwa na conversations hapa na pale kwa njia ya chatting. Kama muda wa dakika 15 mpaka 18 hivi walikuwa wamemaliza. Niliona uso wa Dr. Garissa ukiwa umebadilika katika hali ya tabasamu fulani hivi. Baadaye nigeukia kanitazama kwa tabasamu kubwa hivi. Mama mtu mzima yule akaniambia, Mungu wako mkubwa wewe. Nikamuuliza kwa nini umesema hivyo? Basi tu, lakini tuna uwezo wa kuendelea kukaa huko. Vipi, mambo yameshakuwa vizuri huko? Hapana, lakini kuna namna nimeset mambo fulani, kwa hiyo tutapata majibu mengine, lakini hakuna uharaka wa mimi kurudi bara sasa hivi. Okay. Kichwani kwangu pale nikafikiri haraka nikasema ukisikia kulitaja bure jina la Mungu ndio uko hapa. Yaani mtu analitaja bure, analitaja tu jina la Mungu eti Mungu mkubwa eti kwa sababu tu kumekuwa na uwezekano wa kuendelea kubaki pale ili tuweze kufanya uzinzi. Lakini nilisema tuachane na hayo mambo ya Mungu, sio muda wa kuyafikiri sana hapa kwa sababu sisi wenyewe hapa tulipo ni uzinzi tu, ni madhambi pekee tunayoyafanya, hamna kitu kingine cha maana. Nilifikiri mambo mimi mwenyewe kichwani mwangu haraka. Nikamweleza basi imependeza, imekuwa vizuri sana. Sasa kufikia pale tulikuwa tumezikata mudi zote ujue. Yaani mudi sasa pale ni mpaka tuzitafute tena. Nikamtazama hivi, kaambia bana mimi najisikia tu twende tukaoge kwanza. Akaniambia sawa, hamna shida. Tulitoka pale tukaingia kwenye bafu la chumba kile. Tukaingia tukaoga pale. Bwana wewe, mizuka silianza kupanda tukiwa kule bafuni. Huko na kule. Bwana. Yule mother ni mtu mzima lakini anajua bwana. Unajua bwana, wanasema kuishi kwingi kuona mengi. Lakini pia wanasema kwamba ukikuta nyani kazeeka, ujue amepishana na mishale mingi. Vile Waswahili wanasemaga kwamba
ukikuta mchezaji ni mzuri sana, ni mzuri sana mchezaji, basi ujue amepita kwa makocha wengi sana. Basi bana, ndivyo ambavyo ulivyokuwa. Yule bana Dr. Garissa alinianzishia mambo yake kule ndani. Tukiwa kule bafuni, akaanza kupeleka mkono wake kwa Athumani kichwa kipara, akaanza kushika. Sasa alianza kumshika Athumani kichwa kipara, na jinsi ambavyo tulivyokuwa tuko kama vile katika staili ya kuoga, aisee, Athumani kichwa kipara alijanyuka kwa kasi kubwa sana. Pale Dr. Garissa alichuchumaa na kumweka Athumani kipara mdomoni. Alimbugia yote pale, akaanza kucheza naye. Mungu wangu jamani. Unajua nilichoka pale. Nilikuwa naona kama hasijui tuko wapi vile. Siku hiyo na yeye alibadilisha staili hata ya ubugiaji. Alikuwa anajua kutumia ulimi wake vizuri sana katika kuhakikisha kwamba kipara cha Athumani kinakaa katika hali nzuri. Alijua kukipangusa vizuri jasho kile kipara cha Athumani kichwa kipara. Alijaribu sana kufanya kila staili, lakini hakuishia tu hapo. Aliamua sasa kwamba aweze kupeleka ulimi wake kila mahali. Sasa kwenye ile buku 200 akashika ile buku, akaendelea kuichezea ile buku kwa staili nzuri sana, lakini pale akashusha ulimi wake, akaanza kushika zile 200 na kuanza kuzipeleka mdomoni. Aisee, hali ambayo iliyokuwa niko nayo pale sijui hata naweza kuielezeaje. 1200 zilikuwa zinasumbuliwa vibaya mno. Nilitoka katika ulimwengu mpaka nikasahau kwamba mimi niko wapi. Huwezi amini, kama pale ungeniuliza hata mimi kwamba pale niko wapi, nisingesema. Sio hivyo tu, nilisahau mpaka jina langu. Sikujua kabisa kwamba jina langu mimi ninaitwa nani. Kidogo nilishangaa, nilistuka baada ya kusikia mlio mkali sana. Msikilizaji, nilikuwa nimedondoka kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nimetoka mbali. Kumbe bwana nilikuwa nishakaa vibaya hata sielewi. Nilidondoka chini na pale nilikaanza kunyanyuka. Tulijikuta wote tukiwa tunacheka pamoja. Hakuna ambaye aliambiwa asicheke. Tulijikuta tukiwa tunacheka pale. Akanishika pale, akaniambia sasa hakuna kusimama tena. Alifungulia maji ya bomba la juu lile. Alafu tukajikuta sasa tumekaa pale. Akanisogeza karibu, akaniambia kaa hapa. Ni kama alinipakata fulani hivi. Kwa hiyo alivyokuwa amenipakata, sasa Athumani kichwa kipara alikuwa yuko karibu zaidi. Akawa anainama, sijui bwana mazoezi ndo alimfanya. Unajua aliinama vizuri. Akawa amenishika kama amenipakata kama katoto hivi, lakini akawa anapinda na kushuka na kumchukua buku 200, akawa anamweka mdomoni. Ile buku akawa anaiweka mdomoni huku anaichezea vibaya sana. Aisee, hali yake hiyo hapo ni usipime yani. Sikuweza kuvumilia. Nilimaliza pale alipomaliza, na mimi sasa nilianza kumuonyesha utundu wangu. Midomo yangu moja kwa moja ilikuwa imewahi sana katika embe dodo ambazo ni vitu navipenda sana. Nilijaribu kuzila zile embe dodo kwa kuzinyonya sana, lakini pale sikuacha kumaliza. Maji ya juu yalikuwa yanatiririka taratibu sana. Niliamua sasa kupeleka ulimi wangu moja kwa moja na ukaanza kushuka kuanzia hapa kwenye dodo, kushuka kuelekea chini kwenye tumbo. Ukaenda moja kwa moja. Nilifika mpaka maeneo ambapo sasa hapo ndipo nyumbani kwa bibi. Niliona sasa yale maji ya juu yangekuwa yanasumbua sana. Nikaenda nikaamua, nikasogeza mkono pale, nikaifunga ile koki ya maji ya juu. Pale ndani kulikuwa sasa kumebaki na utulivu mkubwa sana. Nilimtazama Dr. Garissa jinsi ambavyo alikuwa hajiwezi kabisa. Nilishuka pale, nikaingia vizuri pale, nikapeleka ulimi wangu ukaenda mpaka nyumbani kwa bibi. Sasa bana pale kulikuwa na kakitasa kale. Kale kakitasa kale ka nyumbani kwa bibi ndiko nilikoanza kukachezea. Nilikuwa nikifanya vile makusudi ili kuhakikisha kwamba ninaweza nikaufungua ule mlango vizuri. Mlango ule ni kweli ulikuwa haujafungwa, lakini kwa kukishika kile kitasa na kukichezea, basi ule mlango ungeweza kufunguka kiurahisi. Msikilizaji, sio siri, nilikuwa nikitamani sana kuona maji ambayo yalikuwa yanatoka katika kisima cha bibi. Nilikuwa nimeachiwa kila kitu na Dr. Garissa. Nilichezea katika kitasa kile kwa staili nzuri sana. Kidogo pale nikaanza kusikia kelele ambazo zilizokuwa zinatoka kule kwa Dr. Garissa. Kelele zile zilikuwa zinaashiria kwamba alikuwa tayari anaamini kisima chake kinastahili niweze kuingiza kata yangu ili niweze kuchota maji pale. Punde si punde, kadiri ambavyo nilivyokuwa naendelea sasa kucheza na kile kitasa kwa kutumia ulimi wangu, kitasa kile
kilizidi kukaza sana. Hatimaye niliona maji mengi sana ambayo yaliyotoka katika kisima cha bibi. Sikuridhika tu, niliamua sasa kusema ngoja niharibu zaidi. Nilipeleka ulimi wangu, nikajaribu kuingia kuonjesha yale maji ambayo yalitoka kwenye kisima cha bibi. Kitendo kile kilimfanya sasa Dr. Garissa kuzidi kuweuka sana. Mikono yake yote alileta na kuiweka katika kichwa changu. Alizidi kuikandamiza pale huku akiwa anaonyesha umahiri mkubwa sana wa kupiga chenga zile kulia kushoto. Utahisi kwamba ni kata yangu ndio nimeingiza kule kwenye kisima cha bibi, lakini mimi sikuingiza kata kule. Nilipeleka tu ulimi ndio ambao niliokuwa nimeupeleka kule. Bana wewe, niliona jinsi ambavyo Dr. Garissa alizidi kuongeza shughuli zile. Huku na mimi nilipoona vile, nilicheza vile kama dakika 3 hivi, hatimaye nikanyanyuka kwa kasi kuondoa pale. Dr. Garissa alianza kuning'ang'anizia akinieleza kwamba niweze kuingiza kata yangu. Hiyo kata yako iweze kuingiza kwa jipeleke, ingize kwenye kisima hicho. Chota hiyo maji, ingiza uchote maji. Ingiza uchote maji bwana. Msikilizaji, nilijoga pale nikasema hapa hakuna namna nyingine hapa. Sasa na mimi kwa sababu sasa babu naye alikuwa amekaa kwenye style nzuri, nilisema sasa ngoja nimsogeze mpaka nyumbani kwa bibi. Nilimfikisha pale, lakini pia baada ya kufika pale sikutaka babu aweze kwenda moja kwa moja. Na yeye niliamua kumchezesha pale aweze kusimama kidogo katika sehemu husika ile, yani katika kile kitasa cha bibi cha mlango wa bibi pale. Alianza kushughulika nacho pale, akachezesha pale kidogo, na hatimaye nilizidi kuona maji mengi ambayo yalikuwa yanatoka kwenye kisima cha bibi. Kufikia pale nilifahamu kabisa kwamba huu ndio wakati maalum sasa ambapo babu anapaswa aingie ndani. Bana, nilimfikisha babu pale, nikaanza kumsukuma babu ili aweze kuingia ndani. Sikutaka babu aende kwa kasi sana. Ule mlango ulikuwa sio mara yangu ya kwanza kabisa kuingia. Babu alikuwa amezoea kupaingia pale. Lakini sasa kwa siku hiyo niliona kulikuwa na utofauti mkubwa. Kidogo sasa babu akaanza kuingiza kichwa chake ndani. Kipara cha babu kilianza kusogea ndani. Pale ndipo niliposikia sasa kelele nyingi sana zilizokuwa zinatoka kwa Dr. Garissa. Taratibu nilisogea na kusogea, hatimaye babu akaingia babu mpaka akaingia ndani wote babu. Pale ndipo ambapo I say Dr. Garissa alikuwa anaonyesha furaha na shangwe kubwa sana baada ya babu kuingia kwa bibi. Alikuwa na furaha kubwa sana. Na mimi pale sasa nilijitahidi kuonyesha umahiri wangu. Sikutaka nilikuwa nikishika mabega yale na kuhakikisha kwamba haya mabega hayawezi kumfanya yeye aweze kurudi nyuma. Hata hivyo hakuwa mzembe. Alikuwa anajua ni namna gani ya kumbana babu asitoke, ni namna gani ya kumlegeza babu ili aweze kubadili mwenendo. Alikuwa anajua ni mstyle gani ya kwenda upande wa kulia, mfumo gani wa kutembea upande wa kushoto. I say, kusema kweli Dr. Garissa nilimsifu kwa ubora. Lakini sikutaka na mimi kuonekana fala. Nilijitahidi sana kuhakikisha kwamba babu anacheza michezo yake salama, lakini hata bibi anakaa katika hali nzuri sana. Tuliwakutanisha bibi na babu kwa muda mrefu sana, ambapo sasa hata kisima cha bibi kiliamini kabisa kwamba kimetosheka sana, kwa sababu ilifikia kipindi kilitoa maji mpaka maji yakajikuta yameisha. Nikakuta sasa kisima cha bibi hakitoi maji tena, kimeanza kuwa kikavu. Hapo ndipo nilipofahamu kabisa kwamba hapa kuna hitajika kukiacha kisima cha bibi kiweze kukusanya maji tena. Lakini wakati huo na mimi mwenyewe nilikuwa nimeshafanikiwa bana kufika katika kilele cha mlima Kitonga. Nilikuwa nimefanikiwa kama mara 2 hivi. Huwezi amini bana, unajua mechi ikiwa inapendwa na wachezaji wa mechi wote wakiwa wameridhia, mechi bana huwezi amini inachezwa popote pale na mechi inakuwa ni nzuri tu. Haya masuala ya kuchagua kwamba uwanja si uwanja wa nyumbani, uwanja wa ugenini, huwezi amini haya mambo ni kama watu hawajakubaliana vizuri. Lakini kama wachezaji wamekubali vizuri, wameridhia kabisa, mechi inachezwaga popote pale. Mechi ile ilichezwa katika uwanja ambao si uwanja rasmi. Pengine ule ni uwanja wa ndondo kabisa. Sio uwanja unaofaa kuchezea ligi kuu kabisa. Lakini mechi ilikuwa ni nzuri sana na hakuna aliyelalamika kwamba pengine kuna visiki au nini. Basi pale tulipomaliza pale ilibidi tukajimwagia maji pale tukatoka. Tulienda moja kwa moja mpaka sasa pale chumbani. Tulijikuta tukiwa tumekaa tunatazamana tu. Kila mmoja alikuwa anamfurahia mwenzake. Kila mmoja alikuwa anamsifia mwenzake kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanaonyesha umahiri sana. Hakuna timu ambayo iliyompuuza mwenzake. Lakini kusema ukweli timu yangu ilikuwa inafurahi kwa sababu siku zote bana timu ya
mwanaume ndiyo ambayo inafurahi sana inapokuwa inahakikisha kwamba inamchezesha vizuri timu pinzani. Sasa kwa sababu mimi nilifanikiwa kuichezesha timu pinzani vizuri mpaka ikajikuta kwamba imeridhika, mimi nilikuwa nimefurahi sana. Dr. Garissa hakutaka, yani sijui ile kitu gani, hakutaka kabisa kukaa mbali na mimi. Alijikuta yuko karibu na mimi kila wakati. Alikuwa ananikumbatia tu pale pale ndani, anataka tutue karibu kila wakati. Nilipojaribu kunyanyuka, aliamua kunisindikiza mpaka nikamuuliza, "Sasa dokta, kwani unahisi kwamba mimi kuna mtu ataniiba au?" Akaniambia, "Hapana. Watu wa design yenu si rahisi sana kuwapata. Nafahamu, kwa hivyo siwezi kukubali kukuacha mbali. Unajua hata Adamu na Eva, kama tu Eva asingeenda mbali akamwacha Adamu, mambo yasingeharibika. Lakini baada ya watu kutengana kuwa mbali ndipo mambo yanaharibika. Naogopa mimi nikikuacha ukienda huko unaweza kufikiri mambo mengine tofauti, mwisho wa siku ukaniacha. Na mimi unajua kwamba ni jinsi gani nimekufa nikaoza kwako. Yaani hata elimu yangu sioni kama ina maana tena linapokuja swala lako." Kweli unachokisema ni kweli. Ndio hivyo bana, mimi sitaki kabisa ni kukuona ni mtu yeyote akikuchezea. Hata elimu yangu naiona si kitu. Kama ningeambiwa elimu ingekuwa inafaa kugawanya, ningetoa hata PhD yangu nikupe wewe. Ya ukweli hayo. Ningekupa. Sasa PhD utaifananisha na vitu ambavyo unavyonipa mimi? Yaani vitu unavyonipa mimi, kwanza hata PhD ningekupa bado ingekuwa ni kitu kidogo tu. Msikilizaji, Dr. Garissa niliona kweli kamepagawa kweli kweli. Mpaka anatamani kwamba eti aweze kunipa ile PhD yake. Yaani anipe PhD yake, elimu yake ya PhD anipe mimi. Nilijua kabisa kweli kumbe hata wanawake wanawehuka vibaya sana, sio sisi wanaume tu. Nilijua kwamba sisi wanaume ndio huwa tunawehuka, tunatamani kuihonga dunia, lakini yani kumhonga mwanamke dunia, lakini kumbe hata wanawake na wao kuna namna wanawehuka vibaya sana. Basi bwana msikilizaji, tuliendelea pale na stori zetu za hapa na pale. Ilikuwa ni mwendo wa bata. Siku ile ya kwanza ikapita. Kesho yake kulikuwa hamna story nyingi sana. Ilikuwa ni mwendo wa kutoka na kwenda tembea katika maeneo mbalimbali visiwani Zanzibar, kutoka huku kuingia huku. Ilikuwa ni starehe tupo. Kila vitu, issue zinazohusiana na vyakula na kila kitu tulikuwa tunapata pale kwenye ile hoteli. Ulikuwa unaagiza tu chochote unachokitaka. Kwa hiyo huduma zote, hakukuwa na issue ya kusema sio kupika wala nini, mambo yote yalikuwa ni babu kubwa. Msikilizaji, tukaenda bwana, tukamaliza pale mizunguko yetu, ikafika mida kama ya saa 3 kasoro usiku, ndipo tulirudi pale hotelini. Tuliporudi pale hotelini bwana, tukaingia tukaenda pale, tukaoga vizuri, tukarudi kukaa pale. Stories zilikuwa za hapa na pale. Kuchezeana, kushikana mashavu, kufanya hivi na vile. Dr. Garissa raha kama zote. Bwana wewe, sikujua kwamba baada ya furaha zote zile yangekuja mambo ambayo aisee ningeajutia sana. Kwangu mimi ilikuwa ni hatari sana mambo yale. Basi baada ya kuwa tujikuta kwamba tulikuwa tumekaa pale kwenye kitanda pale ndani, stories hapa na pale, tukajikuta tunachezeana pale nini, usingizi bwana ukatuchukua. Bila hatukufanya kitu chochote kile siku ile. Yaani hatukukutana kimwili siku ile. Zaidi sana ya kucheza, tukushikana, kuchezeana mashafu na kadhalika, mambo kama yale. Sasa usingizi ulinichukua pale. Uliponichukua sikuelewa ni nini kilichoendelea. Lakini bana, kumbe simu yangu ilileta mambo noma sana. Nilistuka sana pale nilipoamshwa. Wewe ndo unanifanyia vitu gani? Unanifanyia vitu gani hivi? Hivi wewe hivi unanijua sawa sawa kweli? Msikilizaji, sikujua ni kwa nini. Kwanza nilistuka kwa sababu nililala bila kutarajia. Miguu yangu ilikuwa bado iko chini, lakini mwili mkubwa sana, sehemu mkubwa ya mwili ilikuwa iko kitandani. Hii ni kutokana kwamba nililala kama bahati mbaya tu. Nilikaa pale na kujiuliza, ni nini hiki? Dr. Garissa alinigeuzia simu akaniambia, nini niki? Sasa hebu niambie, mna jambo gani na huyu Anita? Hebu niambie, una jambo gani na huyu Anita? Msikilizaji, sikuamini macho yangu nilipotazama ile simu yangu. Message ambayo ilikuwa imeingia kutoka kwa Madam Anita. Ilikuwa inasema, Mai, umejipangaje na jambo letu? Alafu nimeimisi. Msikilizaji, unajua pale nilipoiona ile message nilichanganyikiwa sana. Dr. Garissa alikuwa amegeuka mbogo pale ndani, uwezo kamini kwamba ndo yule ambaye dakika ngapi tulikuwa tunachezeana na kufurahiana pale.
alikuwa na namba ya Madam Anita, kwa hiyo alikuwa anafahamu kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Sasa pale ndipo ambapo nilianza kustuka kwamba kudadeki trafiki wangu leo umefeli, nimegokanisha magari. Kazi yangu ya utrafiki iko kwenye wakati mbaya sana. Nilishika ile simu nikaiangalia, nikamwambia ni nini? Akaniambia una kitu gani na huyu fala huyu mpumbavu huyu? Una kitu gani? Kwa nini unanifanyia upumbavu hivi? Kitu gani ambacho upati kwangu? Hakuna kitu ambacho wewe unahitaji kwangu nisikupe. Ndio vitu gani? Ndio pumbavu gani huo? Ndio mambo gani haya? Msikilizaji, uwezi amini nilikuwa nagopezwa kama mtoto mdogo. Sasa kukoroma moja kwa moja najikuta nashindwa, kwa sababu ni kweli kwamba sehemu ile bwana kwa Dr. Garissa ndio sehemu ambapo pia nikiwa na shida yoyote ile ya hela mimi naweza kuipata. Lakini pia yeye ndo ambaye amenisponsor hata kuingia pale Zanzibar. Sasa itakuwaje? Niliangalia kwamba ni maneno gani ambayo ninaweza kumwambia ili aweze kunielewa. Nilitafakari sana kwamba nimwambie maneno gani ili aweze kunielewa kwamba ile message haimaanishi chochote. Nilimtuliza pale nikamwambia Ebu tulia basi mpenzi. Tulia basi. Tulia nitulie nikusikilize kitu gani? Kitu gani unaweza ukaniambia mimi? Yani hivi wewe unifahamu vizuri? Hivi unahisi kwamba mimi na utani kwenye mambo? Hivi unahisi nina utani kwenye mambo ya msingi kama haya? Niambie, niambie unataka kusema kitu gani? Msikilizaji, hali yote ya mapenzi ilikuwa imeshaondoka pale. Mama huyo sasa akinifokea pale ni kama mama yangu yani ni kama mama mzazi, umri umenipita. Kwa hiyo yani akata akikoroma pale naona kama anaongea na mama yangu. Huwezi amini kama ndo mtu yule ambaye alikuwa anachezea vitu vyake, viungo vyake vyote vya mwili aisee. Ni mtu ambaye namfahamu pembeni na kila sehemu yani. Nikajua pale, nikaanza kumtuliza pale. Unajua bwana, wanaume hauwezi kukubali kushindwa. Nikamwambia nisikilize basi. Hivi mbona unakuwa una panic sana? Una panic sana au kwa sababu wewe ndo wewe ndo una pesa, sababu ya pesa zako, elimu yako, ndo maana unanipanikia hivi au? Mbona unanipanikia sasa hivyo? Ndio, naongea ni pesa na elimu pia ninayo. Ndio, na akili nayo zaidi yako. Mimi siwezi kuwa mpumbavu, mtu ambaye ninayetoka na kila mtu. Unafanywa kila kitu alafu bado huwezi kuelewa na kujua kwamba huyu ni mtu gani. Yaani unaukata mkono ambao unakupelekea chakula kinywani. Hivi una akili sawa wewe? Msikilizaji, pale sasa niliona sasa amevuka mipaka. Ananikoromea yani kama fala fulani hivi. Lakini mimi niko ugenini. Kama akikoroma sana pale itakuwaje? Vipi nikigombana naye alafu akaamua sasa kufanya maamuzi magumu? Nikambembeleza nikamwambia, naomba unisikilize. Kwanza unanipenda? Unataka kuongea kitu gani wewe? Nisikilize mpenzi. Naamini kama unanipenda unaweza ukanipa nafasi ya kuweza kuongea na wewe. Kwa nini usinipe nafasi niongee na wewe, mwanamke ninayekupenda kuliko watu wote duniani? Hivi unahisi kwamba kweli kuna mwanamke ambaye anaweza akawa na nafasi katika moyo wangu zaidi yako wewe? Mimi naamini tu kwamba tulipishana umri, lakini kama ningezaliwa mapema wewe ungekuwa mke wangu ndani. Please, naomba hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Msikilizaji, niliongea kwa utulivu pale mpaka akajikuta na hema tu anashindwa kuongea. Unaona anashindwa kuongea, anatulia tu pale, lakini bado hasira zilikuwa ziko pale. Akanisikiliza ili niweze kuongea, lakini nilifahamu kabisa kwamba kwa jinsi ambavyo alivyonitazama inaashiria kwamba ikitokea nikatoa maelezo nikafika mwisho alafu maelezo yangu yakawa hayajamshawishi, nimekwisha. Basi nikaanza kumwambia unajua bwana, labda nikwambie ukweli kwamba Madam Anita alikuwa ananitaka. Lakini nilimweleza ukweli kwamba mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi na yeye. Nilimweleza kabisa. Sasa kitu alichobaki nacho sasa hivi ni kitu kimoja tu, kuleta utani wa kimapenzi ili kusudi kuhakikisha kwamba ananivuta upande wake. Lakini mimi nilishakataa kila kitu. Ukatae? Ulikataa kwa sababu gani? Nilikataa kwa sababu niko na wewe, japokuwa sikumweleza kwamba niko na wewe kwenye mahusiano. Lakini nilikataa kwa sababu
niko na wewe, alafu sio mtu ambaye yule Anita sio mtu ambaye ananivutia sana kama wewe. Kwa hivyo niliamua kumkatalia, japo nilimdanganya vitu vingine, lakini nilikataa kwa sababu yako wewe. Msikilizaji, nilipoongea vile niliona hali ya kulainika kidogo ya madam ya Dr. Garissa. Niliona kama amelainika kidogo hivi, kama maneno yangu yanamshawishi hivi. Akaniambia kwa hivyo ndo aleta utani kama huo? Nikamwambia nisikilize nikwambie. Hii ni kwa sababu umeiona, lakini huwa mara nyingi huwa anapenda kuniitaga Mai hata tukiwa kule chuoni. Ananiambiaga hivyo Mai sui nini huko na kule, lakini mimi huwa kuna muda naitikia tu kwa sababu siashakuwa ni mteja wetu, lakini sio kwamba mimi ninakubaliana na yeye. Sitaki kabisa, kwa sababu sipo tayari kukupoteza wewe kwa sababu umefiti kila kona. Sio siri unanisaidia upande wa fedha, lakini pia hata kitandani uko vizuri zaidi. Yaani unasema niko vizuri zaidi, ina maana na yeye umeshampitia, alafu sasa hivi unatulinganisha, si ndivyo? Hapana, sina maana hiyo. Lakini ninachomaanisha ni kwamba ukifananisha na watu ambao niliowahi kutoka nao, wewe uko bora zaidi kuliko wote. Na ndio maana nasema ningefanikiwa kuzaliwa mapema mimi ningekuwa wewe kabisa. Ushaona? Kwa hivyo mimi nilimkatalia. Hayo maneno yake ni maneno tu ambayo hayana issue yote, ni maneno upepo tu. Hayana issue yote, naomba tu uweze kutulia na kuridhia. Tuachane na hayo mambo. Tuendelee kufurahi bana. Ni hadi mimi umenistua nikajua kuna jambo kubwa, kumbe ni huyu bana, huyu ni mtu wa utani tu. Msikilizaji, Dr. Garissa pale alinisikiliza, lakini sasa akili yangu ikasema, Mungu wangu, akiniambia nipige simu alafu niweke loudspeaker, sijui itakuwaje. Nipige simu alafu niweke loudspeaker, niongee na Madam Anita. Pale wewe, niko tayari nitafute sehemu niweze kuirusha ile simu iingie kwenye maji aise. Yaani nilishafikiri hivyo kabisa. Akaniambia okay, sawa. Bwana, unajua bwana, siku ya kufanya yani miti yote uteleza. Aliangalia ile message kwa siri akaifuta. Nikabaki nimetulia. Akaniambia hii simu yako nakaa nayo, wewe lala huko. Nikasema Mungu wangu, sasa huyu akae na simu yangu tena. Nikamwambia lakini wewe, si nilikwambia kwamba issue za simu tuweze kuachana nazo, tusiwe tunaangaliana simu. Unaniambia niache kuangalia simu yako kwa sababu wewe unataka ufanye mambo yako, si ndivyo? Mimi niko tayari kukuachia simu yangu kwa sababu mimi watu wote nimewaeleza, na kwa sasa hivi sihitaji mtu mwingine tofauti yako wewe. Sasa unaniambia sio nisiangalie simu yako ili uweze kudate na watu wengine? Mimi siko tayari. Hii simu siwezi kukupa. Nikajua tu hapa leo bana, sijui itakuwaje usiku ule bwana. Basi bana, mimi nilivyoona bana amekaza sana, nikasema nisilete noma kwa sababu niko ugeni. Yaani mimi kama ningekuwa niko zangu bara, bwana wewe, bwana ningelianzisha noma pale. Lakini sasa niko Zanzibar, afu pesa sina, namtegemea yeye. Nikatulia tu, nikaona nile pause pale. Kumbe bwana, mimi wakati nimeshikwa na usingizi, yeye alikuwa anaendelea kuchati na yeye Madam Anita. Anamchatisha huko na kule. Wanaongea kwa njia ya message. Bana, mambo mengi aliyafahamu sana. Madam Anita alikuwa anafunguka. Mara anamueleza, lakini show ya siku ile ya pili ilikuwa ni nzuri sana, niliipenda zaidi. Japokuwa tulikuwa tujaipanga, lakini nilipenda zaidi. Nataka unifanyie kama siku ile tena. Wewe, message ile pale ilimcharua vibaya mno Dr. Garissa. Ilimchanua vibaya mno, yani alichechawa vibaya mno. Sasa pamoja na message zingine nyingi sana, ile message ilikuwa imemuudhi kupita maelezo. Haraka sana pale yeye akanyanyuka kutaka kuongea na mimi, akajiandaa mambo yake hapa na pale, akamaliza pale, alafu akanistua nikaamka. Wewe mpumbavu, wewe mjinga mshamba, usiyejua mapenzi ni kitu gani? Amka, shika simu yako hiyo, endelea kuchati na malaya wako. Sasa utajua mwenyewe na ratiba zako. Usiniulize, usinitafute. Pumbavu nini wewe? Shika simu yako. Msikilizaji, nilijua tu kuna namna wametakuwa wameongea afu kimewaka. Dr. Garissa alitoka pale na kufunga mlango, kurudishia tu. Huyo
akaondoka usiku ule ule. Inapata mida kama ya saa 6 na dakika 4 hivi usiku. Wewe, Dr. Garissa alikuwa ameondoka, alafu sijui ameelekea wapi. Sasa kufikia pale nilikuwa nishajua kabisa kwamba hapa mambo yatakuwa sio. Nitarudije upande wa bara? Nilikuwa sina hela hata yoyote, nilikuwa namtegemea yeye walai. Kuhusu pale hotelini ilikuwa sio shida sana kwa sababu tayari alikuwa ameshalipa. Kwa hivyo ilikuwa ni mimi inikamilike afu nirudi bara. Narudije bara? Sasa pale nilianza kuona hisia mambo yatakuwaje. Alafu akili yangu ikaniambia ikitokea huyu nikigombana naye, anaweza akatumia mbinu yoyote ile kwenda kuhakikisha kwamba ananiharibia pia kule kwa Madam Shayo. Yaani kwa Mama Shayo kule anaweza akafanya chochote kile ili aweze kuniharibia. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri mara mbili msikilizaji. Nikawa nawaza kuhusiana na kuangalia namna ya kurudi huku Tanzania bara, lakini upande mwingine pia nilikuwa nikiangalia sana kwamba kule kazini mambo yatakuwaje. Na hata hivyo ingekuwa ni aibu kubwa sana. Basi bwana mimi nikatulia pale. Nilifikiri sana kichwani, Dr. Garissa hayupo. Nikawaza, nikaangalia zile message nikasema Mungu wangu hapa imeisha. Imeisha hapa. Nilitamani kuipasua ile simu, nilitamani kupiga simu nimtukane Anita. Lakini sasa nilishindwa kufanya hivyo kwa sababu nilisema ninaweza nikaharibu pote hapa, mambo yakawa ni mabaya zaidi. Na nikimtukana nitamwambia nimemtukana kwa sababu gani? Bana akili yangu ilipata moto bana. Nilikaa pale nikajikuta nimelala tu lakini usingizi hamna. Huku na kule nikasema hapana, huyu mtu ngoja nimtumie message. Nikamtumia message Dr. Garissa nikamwambia mambo vipi? Uko wapi? Hakujibu ile message. Ilikaa kama dakika 8 hivi akapiga simu. Kuangalia namuona Dr. Garissa ni yeye. Nikamwambia hello, akaniambia sasa wewe sikiliza. Utakapomaliza shughuli zako zote utajua mwenyewe ni namna gani unarudi bara. Sawa? Utajua ni namna gani unarudi bara. Usinitafute, usinizoee kabisa. Msikilizaji, nilijua kabisa kwamba huu ni mtiti. Sehemu ambapo nilikuwa naweza nikaomba hela ngapewa shilingi milioni 1. Bwana we. Nampotezaje mtu kama huyu? Nilijilaumu sana, nikasema labda kama ningejistukia nikaweka ile simu hata plane mode au nikatoa line au nikamblock kabisa Madam Anita nikaikai block. Lakini hayo mambo yote nilikuwa tayari nimeshachelewa. Sikujua ni nini cha kufanya pale. Aliongea vile hata kabla ya kumjibu akakata simu. Wewe. Asa nilitafakari pakubwa sana, lakini sasa kulikuwa na siku nyingine mbele. Yaani ukiamka ile siku ile tungeshinda ile, afu kulikuwa na siku nyingine mbele. Zote hizo alikuwa amelipia pale hotelini. Nikasema sasa mpaka inafika hiyo siku nitajua na wachekechaji watu wangu mpaka watanipatia nauli madem zangu. Wanipatie tu nauli. Nitaangalia hata kumpigia nani yeye dada Sara aweze kunipigia tu, aweze kunitumia hata hela nifanye utaratibu wa kuchukua boti nirudi bara. Nikasema basi hamna shida, mimi nikatulia zangu pale. Bana usiku ule ukapita. Dr. Garissa kurudi pale. Nikajiuliza mambo gani haya? Sasa nafanyaje? Sikutaka kabisa kucheza tena Madam Anita kwa sababu tayari alishaharibu mambo. Yaani ameharibu kweli. Nikatulia zangu pale ile siku. Siku hiyo bana mchana ulikuwa ni mrefu sana. Vitu vya kula vilikuwa vinakuja pale lakini hata kula nilikuwa sile vizuri. Nilikuwa naiona ni aibu kubwa sana. Lakini naenda pia kupata shida kwa sababu pesa ambayo alikuwa ananipa Dr. Garissa ndio ambayo ilikuwa inanipa jeuri zaidi kuliko mtu mwingine yeyote yule. Unaona bwana? Basi bana siku ile ilikuwa ni mbaya sana. Kakaa pale nakula kwa shida tu, sielewi yani. Hapo naifikiria kesho ikipita itakuwaje? Hawa watu ambao nataka kuwapiga mizinga hapa na waanzaje? Na waanzaje hapa? Nimpigie Madam Shayo, Mama Shayo kule, anikopeshe hela. Hivi nitamwambiaje na wakati mimi nilimwambia kwamba naenda kwenye issue za familia. Nikasema potelea mbali, ngoja tuone ikishafika hiyo kesho. Hata kwa mguu nitaenda hata kule hata kwa kujibia, nitapanda boti nitarudi bara. Nikishafika bara bana potelea mbali, huko siwezi nikashindwa, kwingine kote naweza kutembea kwa mguu. Sawa, basi mimi nikatulia zangu pale. Ikaenda mpaka ikafika ngoma saa 9 hapo. Nikajaribu kumpigia Dr. Garissa kimya. Nimetelekezwa Zanzibar, msikilizaji hapo. Najaribu kumtumia message kimya.
hazifiki aisee, hazirudishi delivery. Yaani ni kwamba ile speed namba yangu alikuwa ameblock kabisa au alikuwa amezima simu. Huku na kule bana. Usiku sasa umefika. Huo ndo usiku ambao ni usiku wa mwisho kulala pale. Usiku wa mwisho kulala pale na pasiwa na inatakiwa. Ili kesho bwana, kuanzia hiyo kesho kutwa mambo mengine ninapaswa hapo kama ni kukaa pale nilipiwe upya. Nilikuwa sina kitu chochote mfukoni cha kulipa. Hoteli yenyewe ile ilikuwa ni ya kitalii kali. Kwa hivyo hata kama ningesema nifanyeje nilikuwa sielewi. Pesa zangu ambazo nilizokuwa nazo kwenye kwenye account ndio zile nilishamaliza kwenye mambo yangu kabisa. Nikitegemea kwamba huku ninaondoka na Dr. Garissa na aliniambia atanipa posho mara 5 yake. Bana we, nitakuwa narudi pengine na 150,000 nyumbani au 200,000 nitakuwa narudi nayo. Sasa muda ule sina hela hata moja. Kaka bana, ikafika ile usiku ile anda zangu kitandani vizuri kulala. Kimya, Dr. Garissa haongei. Message nyingi sana zilikuwa zinatoka kwa Madam Anita lakini nilikuwa sizijibu. Sitaki kujibu chochote kabisa pale, yani nishavurugwa. Sasa ile kesho ndio ilikuwa ni siku yake ya mwisho sasa. Siku ya mwisho kukaa pale. Tukakaa pale aisee asubuhi ile mpaka saa 7 kimya. Imefika mida ya saa 8 kama na dakika 10 hivi. Nikashangaa simu inaita. Kuangalia alikuwa ni Dr. Garissa. Mambo. Poa, mbona sasa hivyo? Sio mbona hivyo. Muone kwanza. Uko hapa hotelini au umetembea? Mimi niko hapa hotelini, nitembee niende wapi? Sawa. Alikata simu pale. Dakika kadhaa hivi alikuja pale bwana, akarudi pale hotelini. Alipokuja pale akaja. Amenuna lakini hasira kidogo hapo zilikuwa zimepoa hivi. Hasira hapo kidogo afadhali zimepoa, akaja mpaka pale mahali ambapo nilipokuwa. Akaingia akanikuta niko pale chumbani nimenywea nimetulia tu, akaniambia, akasogea mpaka mahali nilipokuwa nimekaa akaniambia hivi, lakini wewe mbona lakini uko hivyo? Unajua unanitia huruma kwa sababu nakupenda, lakini una tabia mbaya. Hebu niambie, yani kweli umekwenda kufanya mapenzi kabisa na Anita? Ulikosa nini kwangu? Kijana, una shida gani? Haya, hebu niambie, una mpango gani na yeye mpaka anakuambia hiyo mipango ambayo mliopanga? Mmepanga kitu gani? Mnataka muoane au? Mnataka muoane? Niambie nijue. Alipoanza kuongea vile nilijua kabisa kwamba huyo hasira zimeshuka na kuna hali fulani hivi angalau anaweza kanisikiliza. Nikamwambia sio hivyo. Hayo ni mambo tu ya mengine ya kawaida. Hiyo hapo alisema sio, kuna ndugu yake alikuwa anataka vijana wa kazi. Kwa hiyo akasema hizo kazi zilikuwa zinanifaa na mshahara wake ni mkubwa zaidi. Kwa hivyo ndo akawa ameniambia ananitafutia, anataka niunganishe naye. Kwa hiyo alikuwa anaulizia kama nitakuwa tayari moja kwa moja. Lakini hamna issue yoyote ile. Sio kwamba mimi naweza kusini moyo au vipi. Lakini wewe, kwa sababu mpaka sasa hivi nataka uniambie, kwa sababu wewe si ulizini na yeye, lakini wewe si ulifanya mapenzi na yeye wewe? Hamna, sio. Unakataa bado? Hukuona message ambazo nilikuwa nimemchatisha pale akiwa anaongea mambo mengi sana? Unavyoendelea kukatanda unavyozidi kunikasirisha. Unataka nikutupie, niende na wewe nikakutupe kwenye bahari? Nikakutupe kwenye bahari ufie huko kwenye maji? Alianza kuongea vile. Niligundua huyu mtu ameenda mbali. Sasa kinachofuata bana, anaweza akanitafutia hata watu akaniteka akanimalizia kule Zanzibar. Nikaona akamwambia hamna. Naomba tu nisamee bana, mimi nilipitiwa tu, lakini mimi Anita sina gazi naye, nilipitiwa tu. Ulipitiwa si ndo ukafanya naye? Lakini ngambia ndio nilifanya naye, lakini mimi simuhitaji. Msikilizaji, nilijitetea sana pale. Mwisho wa siku baada ya kuongea sana akaniambia sasa nisikilize, mimi nimekusamehe, imeshakuwa, lakini kitu kikubwa ninachokuomba, naomba uachane na yule. Usipoachana na Anita
ni ama wewe ama Anita, kuna mtu litamkuta jambo baya. Ninaposema baya, namaanisha baya kweli kweli. Pengine ndilo jambo baya kuliko yote duniani. Na kueleza tena kwa mara nyingine kwa sababu nakupenda. Naomba uachane na yeye mara moja. Ukiendelea wewe au yeye, kuna mtu atakutwa na jambo baya sana. Hayo ndio maneno ambayo ninayokuambia. Sitaki mimi uweze kunichezea. Na mimi nina moyo, naumia. Nafikiri umenielewa. Msikilizaji pale sasa mimi nilinywea pale, ikabidi nimwambie sawa nimekuelewa. Nilianza kuhisi kabisa kwamba pale inabidi kweli niweze kuachana na yule mwanamke. Lakini naachanaje na Madam Anita kwa jinsi ambavyo alivyo mzuri. Ana mwili wa kubebeka, ni mzuri, alafu ya kwake ina tight vibaya mno. Yaani inabana vizuri hadi sio poa. Sasa nawezaje kumwacha? Kweli pesa hana sana, lakini ninawezaje kumwacha kwa jinsi anavyoshika vizuri? Nilikuwa niko njia panda. Niliwaza sana pale, lakini ikabidi nimwambie sawa nimekuelewa. Pale Dr. Garissa akaanza kunikumbatia pale na kuanza kunipiga busu za mashavuni, piga busu za mdomoni, piga busu za wapi. Akaniambia sasa leo ndo siku yetu ya mwisho kukaa huku. Inabidi tufanye kweli, lakini umeshanitibua sana. Nikamwambia hamna, sitofanya tena. Michezo ile hapa na pale ilifanya hisia zangu zirudi kwa kasi sana. Na nilikuwa nimeshakata tamaa, nikajua nimempoteza Dr. Garissa. Sasa kurudi kwake na kunifanyia vitu kama vile ulinifanya mimi nipate furaha sana. Na unajua sasa kwenye haya mambo bana, ukiwa na furaha, ukaa na furaha ile nzuri, hata babu anafanya kazi vizuri. Athumani kipara huyu anakuwa anafanya kazi vizuri sana pindi unapokuwa na furaha kuliko ukiwa na stress. Basi mimi bana pale sikuchelewesha, nikaanza sasa michezo yangu, utundu wangu wa huku na kule. Bana wewe, yani bana hata kusingekuwa na godoro, lakini mtu mwenyewe yule alikuwa ni godoro kwa jinsi ambavyo alivyokuwa. Mwili ulikuwa ni imara, ni mzuri kweli kweli. Nilishughulika nao. Nilishughulika na ule mwili mpaka mwenyewe nikasema hii hatari sasa. Nilipiga kazi pale mpaka daktari akaniambia jamani, una ratiba kuniua au unanikomoa kwa sababu nimekwambia nimekukaripia. Niache hivyo. Niache hivyo. Msikilizaji, nilikuwa sisikii, ni kama nilikuwa yani unaweza ukahisi kwamba nimetumia mkongo aisee. Michezo nilikuwa naipeleka mingi mpaka daktari akasimama pale akaanza kukimbilia kule bafuni kule akiwa hajavaa kitu. Akawa anakimbilia kule. Niliamua kumfuata kule na kuanza kumpa dozi yake kule. Nilimpa dozi ya maana mpaka akawa akaniambia, wewe kijana, hivi unataka unirudishe nikiwa maiti? Unataka nirudi bara nikiwa maiti au? Acha hivyo, kwani siku zingine sizipo? Mimi sikuelewa bana. Nilizidi kupiga kazi mpaka pale nilipomuona akilia machozi kabisa yale sasa. Machozi kabisa huku akilalamika akiniambia kwamba kama unataka kuniua ni uwe tu. Pale ndipo sasa niliamua kumwacha, lakini bado nilimkuta babu yangu akiwa bado anatazama kwa kazi sana. Babu anataka michezo ile. Babu bado anataka harakati zile ziweze kuendelea. Fungulia maji pale, ngampigisha maji pale akapozesha pale. Tukarudi pale tukakaa pale chumbani. Akawa ananiambia kwamba hivi vitu gani ambavyo unafanya? Yaani kukugombeza kidogo ndo umeamua nikomolee huko. Yaani mpaka nashindwa kutembea. Ndo vitu gani hivi? Hapana bwana, mimi hivi sitaki. Usio kaniua bure. Pale mimi sasa nilikuwa najiona mbabe kweli. Nikawa namwambia usijali, ni kawaida tu, pole sana. Nikawa nabembeleza pale. Bana, habari ile ya Madam Anita ni kama iliishia hapo kwa tukio kule Zanzibar. Tukajiandaa pale na kesho yake sasa ilikuwa ni siku ambapo sasa sisi tulikuwa tunapaswa kurudi. Kweli bana, tulipanda ndege, tukarudi zetu bara. Kila alipokuwa akinitazama tu alikuwa anatikisa kichwa. Muda wote tulipokuwa tuko na yeye akinitazama tu anatikisa kichwa na niangalia. Nikamuuliza vipi, ananiambia wewe muuaji wewe. Wewe muuaji wewe, mimi nakuogopa sana sasa hivi. Hata hadi naogopa.
Msikilizaji alikuwa ananieleza vile eti alikuwa anaogopa kwamba kuhusu ile mechi ambayo niliyomchezesha mara ya mwisho kule. Basi bana tukarudi zetu bara. Hapo nilikuwa najua kabisa nina kesi kubwa sana kule kwa Anita. Nilikuwa najua nina kesi kubwa sana kwa Madam Anita kwa sababu message zake na nini alizokuwa anatuma nilikuwa sizijibu kwa sababu nilikuwa na hasira kwa sababu kidogo aniache mimi nipotelee Zanzibar bwana. Sasa mimi ningerudije huku bwana? Nilikuwa na hasira nikaona sasa huyu naye alishindwa kujua hata hati yangu aisee, alafu anakubali kuchati na Madam na Dr. Garissa. Anashindwa kujua kwamba sio mimi bwana. Nilimlaumu, lakini of course zilawama nilizokuwa namlaumu kimoyomoyo niligundua kabisa kwamba tatizo sio yeye, tatizo ni mimi ambaye traffic nimeshindwa kuyaruhusu magari, kuyasimamia magari yapite vizuri katika roundabout. Basi bana msikilizaji, tulivorudi pale pili tukatawanyika, mimi nikarudi zangu nyumbani. Nilikuwa niko fresh. Daktari alikuwa ameniwekea shilingi 600, Dr. Garissa ameniwekea. Akaniambia bana, hiyo ni hela ya matumizi. Acha masiara bana, na mimi jinsi ambavyo ninavyopenda nani kupendeza. Haraka sana mimi nilipitia kwenye maduka pale, nikaangalia pamba zangu kali pale, nikachukua pale maboxa badili, t-shirt, pants zangu kali, nikapendeza sana. Nilitumia kama shilingi 220 hivi. Nikabana nimebaki kama na 300 na kitu hivi. Ushaona kama nimebaki na 300 fulani hivi na kitu. Ndio nikarudi zangu sasa nyumbani pale. Utaniambia kitu gani hapo bwana? Mawazo yangu hapo yanawaza kwa sababu bado nalitaka kuendelea kulimega tunda la mwanadada Anita. Anita bwana alikuwa hapana, mimi siwezi kumwacha bwana. Anita siwezi kumwacha bwana. Anita jinsi ambavyo alivyo siwezi kumwacha. Hiyo ndio kauli mbiu ilikuwa iko ndani ya moyo wangu. Nikasema siwezi kumwacha. Huyu dokta kama akiona vipi aisee aondoke, japokuwa nitaumia sana kuhenya na upande wa uchumi, lakini nitakuwa napata kitu cha maana sana. Mtu ambaye ni rika langu. Basi bana mimi nikatulia zangu nyumbani pale, magetoni pale. Huku na kule nini, siku ya kazi ilipofika mimi nikarudi zangu kazini. Jumatatu ile. Kaingia zangu kazini kama kawaida. Kufika tu pale napiga kazi haraka sana. Mtu moja kwa moja aisee, Madam Anita amekuja mpaka pale kazini. Amenitazama hivi akaniita ili aongee na mimi. Nikamwambia, nikasogea tu pale nikamwambia baadaye niko busy basi. Akaniambia oda yangu usije ukaacha. Na kesi na wewe. Nikamwambia basi poa tutazungumza. Basi bana hivi bana ilipofika mida ile ya chakula mimi nikampelekea chakula kule ofisini kwake. Nilijua kabisa kuna kiasi kubwa. Lakini nilipofika kule nilikuta mtu ambaye nimemletea chakula afu analia tu. Analia, nakwambia Madam Anita analia vibaya mno. Huku analia huku analalamika. Amuuliza vipi? Hivi mimi nimekufanyia nini? Nimekufanyia nini mpaka unanifanya hivyo? Au kitendo cha mimi kukupenda ndo unaamua kunifanyia vitu kama hivyo? Lakini Lucas, Lucas, nimekufanyia nini? Upendo wangu kwako ndo unanifanya niwe hivi? Hivi ujiulize kwa nini yaani kwani kuna wanaume wangapi ambao wapo huku lakini sijapenda ngakupenda wewe? Kwa nini unaninyanyasa hivi lakini? Msikilizaji, Madam Anita alikuwa analia pale. Yaani mtu kama angekuja pale sijui hata angemueleza kwamba analia kitu gani. Wezi amini, Madam mwadhiri wa chuo kikuu anamlilia kijana tu aisewa kitaani muuza mgahawa tena mgahawa juu. Sijui kwamba nisho nini bwana. Lakini ikanibidi sasa mimi pale nitumia dakika kadhaa kwa ajili ya kubembeleza. Kwanza nikarudishia ule mlango ili mtu akija pale agonge kwanza. Mlango ule ulikuwa ni wa kioo lakini tulikuwa tumeuachia wazi. Nikarudisha pale. Unajua vioo vile vya tinted vile. Nikajua hapa mtu akija ni mpaka agonge aruhusiwe. Nikaanza sasa kumbembeleza pale. Nikamwambia bana vipi bwana? Hapana, unanionea sana. Hivi uone kwamba mimi nakujali? Mimi nilikuwa nakutafuta nikuulize, nikuelekeze kuhusiana na mambo ya kazi ambayo nafasi ndizo kuambia na kutafutia. Alafu kweli unaamua eti unaniacha jukwaa tu. Ni kitu gani nilikuudhi katika chatting zangu zile? Msikilizaji, moyoni mwangu nikasema huyu angejua chatting zake zile jinsi ambavyo zilivyoniletea mikosi huko kidogo niachwe Zanzibar. Labda asingeongea hapa. Nikasema huyu angejua tu. Sasa pale nikaanza kushika kazi ya kubembeleza. Nikakaa karibu yake, akasogea kalala hapa kifuani ni. Huku akiwa analia sana. Nikaanza kumfuta machozi kwa kupitia mikono yangu, nikamwambia sikiliza basi. Naomba unisikilize basi madamu.
Unaona? Yaani unione kama mimi ni mtu wako kabisa. Yaani mimi unanichukulia kama mtu si ninajipendekeza kwako. Hivi ukoje wewe? Hivi kama kuna kitu unaweza kunifanyia nifanyie basi. Bora uniue tu. Mimi maisha gani haya lakini? Msikilizaji alikuwa analia huku analalamika vibaya sana. Nikamwambia nisikilize basi mpenzi. Sio hivyo. Nilikuwa niko busy sana kwenye shughuli za nyumbani. Unajua kule wazee wote walikuwa wananitazama mimi. Nilikuwa niko kwenye shughuli za ujenzi wa kaburi za familia kule. Ushaona? Kila mtu ananitazama mimi, kazi ni nyingi sana, afu kule kuna watu wazima wazee. Kwa hiyo muda mwingi tunakuwa busy, nilishindwa kuendelea na wewe. Kwani si ilikuwa usiku? Ni kweli lakini kulikuwa na dua za usiku ule. Hebu naomba unisamehe basi. Alafu naomba usijisikie vibaya bwana. Hivi mimi naweza kweli kukufanyia wewe jambo baya bwana? Naomba unyamaze basi. Nyamaza basi mpenzi, mimi nakupenda sana, nyamaza. Nyamaza basi. Usilie sana bwana. Mbona kwa hivyo? Hapana, unanitendea vitu sio. Hivi unajua kwamba mimi na moyo. Na mimi naumia. Naumia sana. Hizi ni elimu tu. Hizi ni ofisi za watu. Lakini moyo wangu unabaki pale pale. Na mimi naumia ujue. Hapana, umenitendea sivyo bwana. Ndio pana na mimi nimeamua kukwambia kwamba mazingira yalikuwa ni hayaruhusu, lakini siwezi kukupuuza wewe. Sasa mimi nawezaje kukupuuza wewe? Kwanza wewe ni mwanamke mzuri sana, alafu unaonyesha una upendo, lakini pia unaonyesha kujali, unaniheshimu. Hivi naweza kukufanyaje kwamba nikufanyia mambo mabaya wewe? Nikununie tu bila sababu za msingi kweli? Kwani kuna kitu chochote ambacho ulichonifanya? Sina, na ndio maana nikakuuliza kama nilikukosea labda katika kuchat. Bora ungeniambia kuliko kuninyamazia. Ati siku zote hizo hutaki hata kuchat na mimi kweli? Kweli kabisa ndo wapenzi wanaishi hivyo? Au umeshanichoka tayari? Au unajipendekeza sana kwako? Huwezi kuwa unajipendekeza kwangu. Huwezi kabisa kuwa unajipendekeza kwangu. Mimi mwenyewe nimeoza kabisa kwako, na wewe mwenyewe unafahamu. Naona fahari sana kuwa na mtoto mzuri kama wewe. Unawezaje kuwa unajipendekeza kwangu? Mapenzi ni baina ya watu wawili, hakuna penzi la upande mmoja. Alafu sasa basi, naomba basi unyamaze. Mimi nataka nirudi nikapeleka oda za watu. Lakini sasa unavyolia hivyo unanifanya mimi nashindwa kutoka hapa. Unawasikia? Kipenzi, naomba unisikilize basi. Naomba mimi nakufuta machozi, naomba isitoke mengine basi. Sawa? Msikilizaji pale mimi niliendelea kumfuta machozi. Alibaki tu akiwa amenuna, lakini machozi yalikuwa yamekauka pale. Nilijua kabisa kwamba hapa nimeteka akili ya huyu mtu vibaya sana. Nilikuwa nimeiteka akili yake vilivyo. Nikamwambia, nashukuru kwa sababu umenyamaza. Hebu amini kwamba mimi ninakupenda kwa 100%. Unataka nikufanyie nini hapa sasa hivi? Kabla ya kuondoka ili ujue kwamba unanipenda. Nikufanyie kitu gani hapa sasa hivi ili ujue kwamba mimi nakupenda kweli kweli? Mfanyie chochote kile ambacho mtu anayempenda mtu anamfanyia. Alizungumza pale huku akiwa na hali fulani hivi bado ya kuonyesha kwamba anatoka kulia. Nilitazama vitu mashavu jinsi ambavyo tulivyokuwa tumetuna vizuri. Bana mtoto anapendeza na nukie safi analilia mimi. Sasa niliona kabisa bwana. Baada nyuma mambo mengine yote bwana, lakini upewe kupendwa. Yaani ukishakuwa unapendwa bwana, kupendwa raha sana bwana. Ndio kuna msanii aliimbaga kwamba kupendwa raha. Ni kweli upendo ni raha. Unapendwa na mtu ambaye unaona kabisa kwamba yuko juu hivi, mtoto matawi hapo anakupenda na kulelea. Sikupoteza muda, nilishuka kidogo pale nikaangalia mashavu yake nikapiga bususu yote mawili chwa. Niliona tabasamu ambalo lilivyotokea. Jinsi ambavyo alivyokuwa na tabasamu kama anataka kucheka, basi ndipo ambapo vile vidimpo nilipokuwa naviona vizuri. Alikuwa amejaliwa vidimpo vizuri sana. Madam Alita alikuwa na uso mzuri sana. Sikutaka kupoteza muda sana. Nilisogea nikampiga tena busu mdomoni. Pale sasa nilipofikisha pale ya kukubali mimi ninyanyuke. Alianza sasa pale kutoa ulimi wake na pale tukaanza kubadilishana juisi pale. Tulifanya vile kwa muda kama dakika 2 hivi. Kidogo nilizinduka nikakumbuka kwamba nilikuwa na oda za watu kule. Nikamwachia pale nikamwambia, please madam, naomba mimi niwahi bwana. Ushasikia? Nimekumbuka na oda kule. Kweli? Naomba nikuache.
kaa hapa ukijua nakupenda sana. Ngoja niwahi, sawa? Nashukuru, lakini bana unijibu message zangu bana. Madam, mimi kila muda ambapo nitakapokuwa nina muda nitakujibu. Baby, unajua unaniumiza sana usipojibu message zangu. Usiwaze. Naomba tu nisamee, lakini kila nitakapokuwa nina nafasi. Siwezi kukuambia nitajibu message zako zote kwa sababu sijui utatutuma muda gani. Sijui utatutuma muda gani. Naweza nikakwambia hivyo afu ukatuma message muda huo nina order napeleka kwa watu. Nisipozijibu si utaona kabisa ndo dharau. Lakini mimi niko tayari kujibu message zako. Sawa? Hebu amini kwamba nakupenda bana. Alafu wewe, hivi kwa nini huwezi kunitumia message mpaka mimi ndo nikuanze kila saa? Hakuna muda ambapo unakuwa free ukasema kwamba ngoja nimtafute mpenzi? Au mimi ndo kujipendekeza kwangu sana eti? Usirudi basi kwa tulikotoka. Usirudi kwa tulikotoka. Huko tumeshamaliza bwana. Mimi nitakutafuta, nitakupigia. Sawa? Afu uliniambia kwamba kuna issue ulikuwa unataka unieleze kuhusu nafasi ulizoniambia kwamba unanitafutia. Sasa wewe sasa hivi umeniambia una haraka, nenda tutaongea baadaye ukija. Baadaye uje, ukishafunga kazi uje, mimi nitakuwa niko hapa ofisini kwangu. Basi poa. Nikija basi utanieleza kwamba umefikia wapi. Si unajua tena mimi mwenyewe hizo chance kama nikizipata ni ile. Haya bwana, nenda basi kamalize kazi afu usiache kuja basi, sawa? Hamna noma, baadaye basi kipenzi. Poa mai, nakupenda sana. Nakupenda pia. Msikilizaji, nilitoka pale katika ofisi ile ya Madam Anita. Nilikuwa nimevimba vibaya mno. Unajua kuvimba Yaani pale nilikuwa nikitembea hivi najiona kama anatembea juu juu. Sasa unajua kuna kale katabia fulani hivi kama mtu ambaye hajaenda labda hajasoma sana form 5 form 6 chuo dini. Yaani kuna namna ukiwaona wanafunzi hivi wa chuo, kuna namna unawapa heshima fulani hivi, yaani kuna namna kuna namna unajishusha hivi. Lakini muda ule ambapo nilipokuwa natoka kwenye ofisi ya Madam Anita, jinsi ambavyo alivyokuwa analia huku akiwa ananililia mimi, nilitoka pale nikiwa kifua mbele. Washikaji wote niliokuwa nikiona pale huku njiani nilikuwa naona sio kitu kabisa. Hawana kitu cha kuniambia. Wataniambia nini bana, mimi naliliwa na mwalimu wao? Mhadhiri wao ananililia mimi, wao wataniambia kitu gani? Nilitembea zangu kwa mwendo wangu mdundiko wa kishikaji hivi. Unajua ile mwendo mdundiko ambao unatembea unadunda, lakini unadunda kishikaji hivi ili watu wasije wakasema kwamba unaringa. Basi bana, ndio mwendo uliokuwa ninautumia pale. Nikaenda moja kwa moja nikarudi Kiev. Ufika tu pale ngashangaa message inaingia. Hivi na wewe umeanza maringo sasa hivi? Nimekuagiza chakula toka muda mrefu afu hutaki kuleta. Au nimwambie mama Shayo hapo? Ile message ilikuwa inatoka kwa wateja wetu fulani hivi. Nilimtumia message pale nikamwambia samahani sana bana, nilikuwa nimepeleka sehemu, naomba unisamee na kuja hapo dakika 0. Fanya hivyo bana. Bana, nilikuwa nina order kama za watu 4 hivi. Nilichukua vile vyakula haraka pale huyo, nikaenda kuwapelekea kule, walikuwa wako kwenye hosteli zao. Nikawapelekea kule bwana. Waliponiona tu walifurahi, lakini kumbe washikaji wenyewe ni wale watu wanaopendaga kunitania utani. Kaniambia wewe pala bana, wewe si unakaaga, si unaenda unatafuta mademu huko, unatusahau sisi. Kiakili zangu pale nikaanza kusema labda kama ni kama ulikuwepo yani. Kimoyo kama ungekuwepo bwana. Sio kwamba nilipeleka tu chakula, lakini kuna mambo ambayo yamenikumba huko na wenyewe ni kuhusu mademu. Ndo hayo yamenichelewesha. Nilikuwa nikijisemea mimi mwenyewe moyoni, nikamwambia tu, lakini kwa sauti nikawa naongea nikamwambia, hamna bwana, kuna watu bwana, si unajua tena. Uwege unawahi achaga ujinga bwana. Afu mbona pilipili hujaweka? Pilipili bwana sijaweka, kumbe nilisahau bwana. Ngoja wewe bwana, acha mambo yako bwana, nenda kalete basi. Msikilizaji, nilitoka pale katika ile hostel. Kweli nilikuwa sijaweka pilipili, nikaenda nikafuata zile pilipili kule. Na nini vitu vyote ambavyo nilikuwa nimesahau, hata chumvi nilikuwa sijaweka. Niliweka kwenye sahani 2 tu. Zile zingine 2 nilikuwa sijaweka. Nikachukua zile nikachukua pilipili na chumvi nikakimbia nikawahi kule. Nikawapelekea. Hapa sasa unyama yani hapa unyama kweli bwana. Wakati nataka kuondoka hivi nikasikia dada mmoja, Luka upande wa pili katika hosteli ya watu wa kike. Niligeuka nikasogea mpaka pale mahali alipokuwa. Njoo bana nikuagize bwana. Dada mwenye huyu alikuwa ni mrembo kweli yani. Nilimwangalia yule mrembo jinsi ambavyo alivyokuwa na sauti yake jinsi ambavyo alivyokuwa anaitoa. Yule dada bila shaka alikuwa anatoka Iringa. Alikuwa na rangi fulani hivi kama nyeupe, lakini sio nyeupe sana, lakini bana hilo shape ambalo alilokuwa amepewa usiseme. Alinivutia sana, nilimpenda sana.
Afu akaniambia naomba uniletee bana wali roast. Naomba uniletee vitu vyote uweke. Lakini uviweke pembeni ili nichague kitu gani ambacho leo kimepikwa vizuri zaidi niweze kula. Kama kuna kibovu kisije kaniharibia menyu yangu yote. Sawa? Basi poa. Nikaitikia pale nikaondoka. Kwanza nipe namba yako kabisa. Nipe namba yako ili ukichelewa nianze kugombana na wewe kwa huko. Mimi siwezi kuchelewa bwana, ngoja niwahi. Nikataka kukimbia kana. No. Nipe bwana. Inawezekana akaja mtu akaniambia na wewe uniletee. Sasa na vipi nini wewe bwana wewe? Mbona kwa kama mshamba bwana? Haya bwana, taja hiyo. Nilisema tu nilikuwa nataka niwahi. Ndio maana nilikuwa nataka nikimbie. Taja bwana huko. Msikilizaji, nikamtajia namba yangu ya simu pale. Yule dem bwana akarudi zake hosteli. Akaniambia lakini uwahi bwana, mimi na njaa. Basi mimi nikatoka zangu pale. Huyo nikasema Mungu wangu, hawa wanawake wataniua. Mbona huyu mtoto tena naye mzuri kweli aise. Basi mimi nikaenda zangu nikamchukulia chakula chake alichonielekeza na nini pale nikamletea. Then nikarudi zangu kuendelea na harakati zangu za siku ile. Bwana, ilifika mida ile kama ya saa 3 hivi kasoro, ndio muda ambapo sasa nilikuwa mimi tunamaliza mambo yetu yote pale, wanakuja watu wengine ambao walikuwa wanapiga kazi usiku. Mimi nikawa natoka pale. Nimetoka pale nimetembea kidogo, nilitaka nikachukue boda, nikakumbuka Mungu wangu niliagana na Madam Anita kwamba niweze kwenda kule kwake kwa sababu kuna jambo anataka niemeleze. Na jambo lenyewe lilikuwa linahusiana na ule mchongo mzima wa jeshini kule. Lakini nilijikuta nimechoka, alafu nikifika kule anaweza akataka mambo hayo. Nikasema lakini potelea mbali. Huyo mimi nikasema ngoja niende. Wakati naenda kule ofisini kwa Madam Anita, nikaona message bwana inatoka kwa dada yangu Sara. Akaniambia wewe wapi uko naenda? Ngambia naenda hapa ofisini. Sasa ofisini unaenda kuna mtu gani huko sasa hivi? Ngambia wewe bwana mimi naenda kule kuna hela sikuichukua. Imenibidi nitoe hela yangu, lakini kuna madam mmoja atakuwa yupo pale, atakuwa ile hela aliniambia nije nichukue. Sasa kwenye kupeleka pesa za watu imebidi nilipe hela yangu, ndo nataka nichukue, spendi hela ilale nje. Sawa, nilikuwa nataka tuongee kidogo na wewe bwana. Ukitoka huko basi unaweza ukanipitia hapa hosteli kabla hujaondoka basi. Nikupitia hosteli? Nataka twende tukapige story kwanza. Mimi nitarudi baadaye sana. Msikilizaji, alipoongea vile dada Sara, nikasema Mungu wangu, huyo ndo twende. Muda wenyewe ndo kama huu saa 3. Alafu twende tukapige story na yeye afu atarudi saa ngapi? Nikamwambia basi poa, ngoja niende hivi afu nitakupitia hapo kwako. Basi mimi nikatoka zangu nikaenda huyo mpaka ofisini kule kwa Madam Anita. Nilipofika pale bana, ni kama alikuwa kuna hali fulani hivi, alikuwa amefurahi sana aliponiona tu. Kaniambia wow, huyo alikuja akanirukia pale akanikumbatia pale. Mlango ule tukaurudishia, akaufunga kabisa vizuri. Alianza msikilizaji, waziamini bana, Madam Anita alikuwa yuko katika hali ya alikuwa amechangamka kupita maelezo. Sasa sijui ni mbinu gani ambayo aliamua pale kuitumia ili kuhakikisha kwamba ananiteka. Hata jinsi ambavyo nilivyokuwa nimechoka, nilijikuta kwamba sasa najisikia nguvu. Akanikumbatia pale, akanipiga na busu, akaniambia bana, bora umekuja, nilijua utandanganya wewe. Sasa sikiza nikwambie kitu. Wasikia? Bwana msikilizaji, na hapo bana ndio mwisho wa sehemu hii ya 5. Karibu, endelea kubaki na sisi, tutakutana tena katika sehemu ya 6. Simulizi hii bwana bado inasonga mbele na tutakuja kufahamu kwamba ni nini ambacho alichokuwa anataka kuambiwa hapa kijana Lucas. Lucas alikuwa yuko kwenye hali gani? Vipi atampitia na dada yake yule wakapiga story? Vipi kama akienda kupiga story nini kitatokea hapa bana? Mbona Lucas simuelewi? Haya mambo haya ndo yale ya Ngoswe, achue Ngoswe bana. Haya ndo Ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Tukutane tena katika sehemu inayofuata. Hii ni makala simulizi na niliyekuwa nikikuletea simulizi hii ni BHB ambaye sasa ni mwanafamilia rasmi wa makala simulizi. Tukutane katika sehemu inayofuata.
Bye bye.